Je, una pressure? Wengi wamekuwa na changamoto ya pressure, lakini sio hivyo, wengi wamekuwa na changamoto ya matumbo, kuhisi tumbo lako linaungua moja kwa moja, lakini pia nguvu zako zinapotea, unakuta unaishiwa nguvu, wataalamu wanasema unaishiwa power. Tatizo linaweza likawa ni homoni moja tu ambayo tunasema ni homoni ya stress, ambayo tunaita ni homoni ya cortisol moja kwa moja. Homoni ya cortisol ni homoni inayozalishwa pale unapokuwa na issue ya msongo wa mawazo. Sasa hapa elezea namna ya cortisol tuweze kuielewa, lakini pia cortisol inaathiri vipi pressure, cortisol inaathiri vipi tumbo lako, cortisol moja kwa moja inaathiri vipi nguvu za kiume na nguvu zako kwa ujumla. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama utakuwa na changamoto yote ya kiafya, basi ni muda mwafaka, yani umekuwa sahihi kuweza kufuatilia video hii ili uweze kupata huduma mbalimbali ambazo tumekuwa tukizitoa kila siku. Hapa tutaelewa juu ya changamoto ya cortisol. Cortisol ni homoni inayozalishwa pale unapokuwa na msongo wa mawazo, ambavyo inaharibu tumbo, pressure, lakini pia nguvu za kiume zinapungua moja kwa moja. Tunapoongelea cortisol mara zote ni homoni ya stress ambayo inatolewa na tezi ya adrenali ambayo iko juu ya figo, ambayo kazi yake kubwa ni kawaida kukusaidia kukabiliana na hatari au mshtuko. Ikitokea hatari, kitendo cha wewe kukabiliana na ile hatari au kitendo cha wewe kuamua kukimbia, hiyo inatokana na homoni ya adrenali moja kwa moja inaamua. Hiyo ndio inayopatikana juu ya figo, kwa hiyo ndio inaamua kwamba aidha ukabiliane na adui au uweze kukimbia. Kwa hiyo ukiona mtu amekimbia, basi jua adrenaline moja kwa moja imeamuru huyo mtu aweze kukimbia. Lakini pia tatizo linaanza pale unapokuwa na changamoto ya msongo wa mawazo kwa muda mrefu. Sawa, wengi mnapokuwa na changamoto ya msongo kwa muda mrefu unasababisha umwagikaji wa cortisol zaidi na zaidi. Sasa hapa nitaelezea moja kwa moja namna ambavyo cortisol inafanya nini mwilini, na ukiwa na stress sugu cortisol inafanya nini. Hilo ndio jambo unalotakiwa kulifahamu. Namba moja, unapokuwa una changamoto ya cortisol moja kwa moja inaongeza asidi tumboni. Huu ni wimbo ambao tumekuwa tukiwimba kila siku. Changamoto ya kiungulia, changamoto ya kuhisi kitu kimekukaba, changamoto unahisi chakula kishuki tuoni, lakini changamoto ya kukohoa mara kwa mara. Lakini sio hivyo tu, changamoto moja kwa moja ya kula, unapata maumivu makali, harufu mbaya mdomoni, kukohoa, kuhisi kitu kimekukaba. Hapa inatokana na asidi kuwa nyingi tumboni. Ndio maana unapokuwa na changamoto ya cortisol inaongeza asidi tumboni, na mwagika kabisa nyingi tumboni, ambayo inachoma tumbo lako, inasababisha kiungulia, acid reflux, tumbo lako kuwaka moto, lakini na vidonda vya tumbo moja kwa moja. Ndugu yangu, stress huamsha mfumo wa fight and flight, acid huwa inaongezeka moja kwa moja. Lakini namba mbili, inapandisha pressure ya damu. Cortisol moja kwa moja inabana mishipa ya damu. Wengi hawafahamu, unapokuwa na stress cortisol huwa inabana ile mishipa ya damu. Sasa damu isipopita vizuri moja kwa moja husababisha mapigo ya moyo yaende wapi? Mapigo ya moyo yaenda mbio. Mapigo ya moyo yakishaenda mbio moja kwa moja pressure inaweza kufanyaje? Pressure inapanda moja kwa moja, inaongeza mapigo ya moyo kwa sababu mishipa imebanwa. Sio hivyo tu, moja kwa moja inaongeza sukari kwenye damu. Kwa hiyo unapokuwa unapata changamoto hiyo, basi jua kwamba cortisol inaweza kaongeza sukari kwenye damu. Ndio maana mtu anaweza kawa na pressure bila kula chumvi, ile sukari tu inatosha kuweza kumpa shida moja kwa moja. Lakini pia inasababisha tumbo kuwa kubwa. Watu wanakuwa changamoto ya tumbo kuwa kubwa. Unakuwa ni kama kitambi. Cortisol inaongeza hamu ya kula sukari. Cortisol inahifadhi mafuta tumboni. Ndio maana wengi utakuta kitambi kinaongezeka, unakuwa na tumbo kubwa. Hapa mafuta ya juu ya kitovu yanaongezeka. Ni kwa nini? Kwa sababu cortisol moja kwa moja inahifadhi mafuta tumboni, lakini hamu ya kula sukari inaongezeka moja kwa moja. Lakini tunasema inapunguza nguvu za kiume. Unapokuwa na stress ya sugu, upunguza testosterone. Testosterone ni homoni inayohusiana moja kwa moja na masuala mazima ya nguvu za kiume. Punguza hamu ya tendo la ndoa na usababisha kusimama kwa uume kwa udhaifu. Wengi umeona sababisha kwa udhaifu, lakini pia watu wengi wanatafuta dawa bila kujua chanzo. Inaweza ikawa ni changamoto ya stress. Lakini sio hivyo tu, inaharibu usingizi.
Wengi hatupati usingizi, cortisol. Cortisol inaongezeka zaidi, ndio maana wengi unakuta usingizi. Tumekuwa watu ambao hatupati usingizi. Kwa nini? Kwa sababu ya uwepo wa cortisol. Lakini hapa nitaelezea dalili zinazoonyesha kwamba cortisol iko juu zaidi, homoni ya stress iko juu zaidi. Tunasema ni pressure kupanda ghafla. Unapoona pressure yako inapanda ghafla, shtuka kwamba cortisol imekuwa nyingi zaidi. Namba 2, mapigo ya moyo kwenda kasi. Unapoona mapigo ya moyo yanaenda mbio, mapigo ya moyo yanaenda kasi mara kwa mara, hakikisha unadhibiti pia msongo wa mawazo. Is one of the causative of moja kwa moja cortisol inaongeza mapigo ya moyo kuweza kuongezeka, ile heartbeat inakuwa high beat. Lakini pia uchovu usioisha. Mara zote unakuta unachoka, hujafanya kazi ngumu lakini unachoka. Kwa nini unachoka? Unachoka kwa sababu ya homoni ya cortisol iko juu zaidi. Tumbo kujaa gesi. Tumbo lako linajaa, tumbo lako linaongezeka. Kwa nini tumbo lako linajaa? Kwa nini tumbo lako linaongezeka? Moja kwa moja inatokana na changamoto ya homoni ya cortisol kuongezeka. Kukosa usingizi na hasira za haraka, hii pia ni changamoto inayoashiria moja kwa moja una changamoto ya nini? Ya cortisol kuwa juu zaidi, homoni ya stress kuwa juu zaidi. Sasa hapa jinsi ya kushusha cortisol. Ufanyeje? Cha kwanza, usingizi unatakiwa ulale masaa 6 na kuendelea. 6 mpaka 8. Tena 8 itakuwa ni beta zaidi. Hiyo itasababisha cortisol kuweza kushuka. Namba 2, ukupunguza mawazo, aka stress. Sawa, hakikisha unapunguza. Huwezi kuyaisha, mawazo hawezi kuisha, ila unayapunguza zaidi. Lakini mazoezi ya wastani, fanya mazoezi ya kuweza kujiondoa kwenye msongo wa mawazo ili na damu uweze kuzunguka vizuri. Kuepuka kahawa kupita kiasi. Wengi wamekuwa mkinywa kahawa. Sasa unapokuwa unakunywa kahawa kupita kiasi, unachoma tumbo lako, presha yako inapanda moja kwa moja. Lakini pia mwisho, lishe yenye protini na mboga ni muhimu zaidi. Nyama ya kuku muhimu, mayai muhimu, maziwa ni muhimu zaidi. Ukiyatumia mara kwa mara yanashusha homoni ya cortisol. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo utafanya, na ndo hivyo cortisol ambayo inaharibu nguvu za kiume, inaharibu pressure, lakini moja kwa moja inaharibu nguvu za kiume. Msongo wa mawazo umekuwa ukipelekea umwagaji wa acid inaitwa homoni inayoitwa cortisol, ambayo ni hatari, inazalishwa na homoni ya adrenaline moja kwa moja, ambayo inaelekeza kuchochea kupambana na kitu au kukimbia pale inapotokea jambo la mshtuko. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usiache kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tuambie una changamoto gani ya kiafya ambayo imekuwa ikikutesa, ambayo imekuwa ikikupa maumivu makali, ili tuweze kupatia msaada zaidi. Karibu na Mungu apate kukubariki.